Fanya hivyo basi, usishambiwa. Nyosha mikono juu. Nyosha mikono juu babu. Sasa mwamu nini mwa? Tulia basi. Tulia basi. Mwamba tena kitu kweli rafiki yangu. Sasa unatembeaje bila hela babu? Wewe unatembeaje bila hela mwanangu? Tulia mwanangu. Tulia hivyo. Mpaka tutumie nguvu nini? Yaani unatakaje yani? Yaani kufanya tutumie nguvu. Hamna jamani. Sasa unatembeaje bila hela mwanangu? Unatembeaje bila hela unatembea? Poa. Bobu. Simama. Unatembeaje bila hela? Simama. Simama. Mwamu nyanyuka. Simama mwamu. Simama jamani. Yu. Chini. Yu. Chini. Yu. Chini. Kaa kama pikipiki. Hizo ndogo ongeza. Yu. Chini. Chula kidogo au kichula. Ruka vizuri mwamu nini? Kaa ng'ombe hapo. Kaa kama pikipiki, kaa ng'ombe. Wewe babu, tumie nguvu. Nguvu za nini ndugu yangu? Ila tu hapa. Kaa vizuri. Kaa vizuri. Sasa je, mambo sasa sikia. Hapa tunaondoka tunaenda mpaka kazini, sawa? Yaani nakumenya kama pikipiki hapa, ukae vizuri, ukileta na kuchawisa. Umeelewa? Twende. Darkness hearts. Darkness hearts. Jana ulikuwa na appointment na mimi. Lakini cha ajabu kaahirisha jana. Ni kwa nini? Ni kweli kaka. Jana tulikuwa tuonane. Lakini kuna tatizo lilitokea tukashindwa kuonana. Ila kwa sababu nakufahamu familia yangu huko vizuri sana, nikaona hili tatizo unaweza ukalisolve kabisa kwa sababu liko ndani ya uwezo wako. Ni kweli lilikuwa ndani ya uwezo wangu. Lakini uwepo wako ulikuwa ni muhimu zaidi. Sawa. Nimekuelewa. Lakini jana wakati nakuja nilipata tatizo. Nilitaka kumsababishia mtu ajali. Nilipokaa na kumuoji vizuri nikakuta ni mtu ambaye mwenye matatizo mengi sana. Ndio maana nikachukua jukumu la kumpeleka hadi nyumbani. Ni nani na alikuwa anahitaji msaada gani? Ni mwanamke na amenitambulisha kwa jina la Scholar. Scholar. Kaka, kumbe ni mwanamke. Hawa viumbe ni watu wa ajabu sana. Sana. Kwa sababu wana mbinu nyingi sana za kutaka kumteka mwanaume ili aingie kwenye mfumo wao. Una uhakika gani kwa ni kweli anahitaji msaada? Ukimwangalia usoni tu unajua kabisa dhahiri huyu mtu ana matatizo. Tena matatizo makubwa. Ngoja nikukumbushe kitu kimoja. Samsoni alijikuta na kupoteza nguvu zake zote kwa sababu ya kuingia kwenye mtego wa Delila. Kwa maneno matamu tu ambayo aliambiwa. Lakini pia haikuishia hapo. Hata Yusufu pia alijikuta anatupwa gerezani kwa sababu tu ya mke wa Farao kuwaaminisha watu kuwa Yusufu alitaka kumbaka. Katika maisha yako bro, usije kumwamini mwanamke hata siku moja. Eva. Si unanielewa? Nimekuelewa kaka. Nitalifanyia kazi hili swala ili niweze kuelewa ukweli wote. Be careful. Bado nakuhitaji. Nakubali. Muda.
Hey. Kaka. Vipi hapo? Namshukuru Mungu niko sawa. Mambo yanaendaje? Safi ndugu yangu. Upo? Mimi nipo. I say. Vipi jambo lako ulifanikisha? Jambo langu nimefanikiwa ndugu yangu. Japo haikuwa rahisi kama unavyofikiria wewe. Ndio. Unafahamu Skola hakuwa na kosa. Kwa hiyo lazima nitafute kosa kilazima ili tu niweze kumfukuza nyumbani. Na namshukuru Mungu nimefanikiwa, kosa nimelipata. Hadi sasa hivi hayuko nyumbani kwangu. Oh. Hongera sana kaka. Ugumu ulikuwepo, ila ukiwa kama mwanaume huwezi kukosa sababu za kumfukuza mwanamke. Kwa hiyo unataka kuniambia sasa hivi saa yote muda wote unaweza kumleta Chiku? Kaka, tunapozungumza sasa hivi Chiku yuko nyumbani kwangu. Wacha bwana. Kama unavyojua kaka, kauli yetu siku zote inasema kata mti panda mti. Kwa hiyo sikutaka kuchelewa nijishikeshike, na unavyofahamu Chiku ni mwanamke ambaye kwanza anajua kuukonga moyo wangu. Chiku ametulia. Yaani ukizungumza Chiku unagusa undani wa moyo wangu. Chiku nampenda kaka. Ndio bwana. Kwa hiyo Chiku hadi sasa hivi yuko nyumbani kwangu. Ila brother upo faster. Sikutaka kuchelewa. Sasa kaka. Mimi kuna sehemu bwana nilikuwa naenda. Tuachane. Haina noma. Mimi ngoja nipandishe juu mara moja. Basi sawa. Tatokaje hapa? Nabidi niende nikamwombe Yusa msamaha. Tawezaje kuishi bila yeye? Mimi nampenda bado. Na imani atanisamehe kabisa. Tatokaje sasa? Nilikuwa nauliza kama kuna chochote cha kwenda kununua nikanunue. Hapana. Kila kitu kipo. Sisi tupo hivi. Vitu vikiisha huwa tununua kwa pamoja. Sawa, maana nilikuwa nauliza hivyo ili kama kuna chochote ambacho kimepelea kwa ajili ya maandalizi ya chakula cha mchana. Hapana. Sawa, basi ngoja nikajiandae nikapike. Haya sawa. Haya. Skola! Skola! Kuna kitu nimesahau.
Ukitoka nje hapo kuna mtaa wa pili. Kuna genge. Nataka nikutuma ukachukue mboga za majani. Sijui utapajua. Sawa mama, nitume tu nitapajua. Nenda kanunue mboga za shilingi 5,000. Sawa. Mboga gani mama? Kachukue mchicha, spinach na cabbage. Mchicha, spinach na cabbage. Sawa mama. Uangalie usipotee. Haya mama. Haya. Niliyebeba kwa moyo, kumbe najidanganya. Oh jamani moyo, oh jamani moyo, oh jamani moyo, oh jamani moyo. Hivi nani aje nitetea? Mapenzi yananitesa. Thamani ya penzi kupotea, moyoni nasononeka. Nikiwaza dunia imenelemea, mengi yananitazama. Kila siku nalia, mimi naumia, moyo nakata tamaa. Darkness heart, darkness, darkness heart, darkness, darkness heart, darkness, darkness heart. Yusan hayupo, ametoka. Ulikuwa na shida naye gani? Nilikuwa na shida na Yusan. Kama hayupo basi nitakuja wakati mwingine. Haina shida. Unaweza tu ukaniambia mimi ni mke wake. Taarifa zake nitamfikishia. Wewe ndo mke wake? Sawa, haina shida. Kija tu tamwambia Skola. Hebu wewe njoo. Rudi hapa. Unaweza tu kaniambia mimi mke wake, Mrs. Yusan. Chochote kinachomhusu Yusan, mimi pia kinanihusu. Kwa hiyo wewe niambie tu. Haina shida. Nilikuwa tu na shida naye, kama hivyo tutamtafuta wakati mwingine. Lakini wewe si umeachwa wewe? Au sio wewe? Yaani umeachwa jana tu, leo kiguna njia tena hapa. Hivi wanaume wengine wako nje, yani lazima ni Yusan tu? Wameisha wanaume wako nje? Samahani dada, mimi nikuja kwa pia Yusan. Kama yupo, tutamtafuta tu wakati mwingine. Yaani. Halo, mkiachwa mwe mnaachika, sio kwa ving'ang'a. Yusan nimemkuta. Ukija mwambie mimi Skola. Skola hiyo mio. Halo.
jamani moyo, oh jamani moyo, hivi nani aje nitetea, mapenzi yananitesa. Thamani ya penzi kupotea, moyoni nasononeka. Nikiwaza dunia imenelemea, mengi yananitazama, kila siku nalia, mimi naumia, moyo nakata tamaa. Darkness heart, darkness, darkness heart, darkness, darkness heart, darkness, darkness heart. Tafadhali. Hiki ni chakula changu cha jioni. Mimi najua kabisa mwanangu wewe utakuja kunimalizia haya matunda. Siwezi kula ugali mchana halafu na jioni tena niweke dongo. Naomba niachie hiki chakula. Mama mzaa chema alino. Sio kweli. Haya, na sisi nimepata nini? Kwani mimi nimekuwekea wewe? Niache nile chakula changu cha jioni. Mimi siwezi kula tena hapa. Yaani hapa nakula nikalale. Unaongea ni ya kweli mama? Kweli? Kwa hiyo stick niishie kuishika vipi? Tena yake. Mama, rudisha. Sio kweli. Matunda leo mazuri. Umeanunua wapi mama? Shaanza. Mtoto kwa mama hapo. Hapo bado babako. Akija hapa naye sitaki. Tuachane na yote. Umeshindaje? Mimi si jambo. Sijui na wewe. Kama unavyoniona. Niko na furaha tele. Niko poa na maanisha. Mimi naomba udogolea matunda yako. Tena vya kutosha. Nikuache sasa uendelee. Sawa. Nimerudi tena. Na kuona uko peke yako. Wakati unajua ndani tuna mgeni. Na maanisha hivi. Simuoni Skola yuko wapi? Skola yupo ndani analia tu. Analia? Amekutwa na nini? Sijajua. Mimi nilimtuma gengeni. Lakini sasa tangu karudi akaingia humo ndani, yani kulia tu mpaka saa hii. Mama, unajua kabisa Skola ni mgeni ndani ya mtaa huu. Mimi, wewe na baba ndo tunajua kila kitu. Haya, umemtuma Skola. Unajua amekutwa na nini huko alikoenda? Lakini mwanangu mimi sijamtuma. Bali alikuja hapa kaniuliza, "Mama, leo tunapika nini?" Nikamwambia, "Kila kitu kipo, lakini kasoro tu mboga za majani. Nenda huo mtaa wa pili hapo kuna genge." Akaenda, karudi. Sasa alivyorudi akaingia ndani. Ndio kulia tu mpaka saa hii. Hata sijui ni kitu gani kimemkuta. Okay, mama. Nimekuelewa ulichoongea. Pole. Nitalimaliza hili swala. Sawa.
Nimekosea mimi Mungu. Skola. Unaishi kwa kulia siku zote. Hauwezi kutatua matatizo yote kwa kulia. Huo sio ushujaa wa kutatua mambo. Limeshatokea. Hauna budi kukubaliana nalo. Mimi nimekosea wapi? Mimi nimekuwa kulia mimi. Kila siku wangu hakuna anayejua. Skola. No. Mungu yupo atakupambania. Hii yote ni mitihani ya dunia ambayo kila mtu inamtokea. Unawakosea kabisa. Unawakosea. Skola. Kila kitu unachokipitia Mwenyezi Mungu anakiona na anaamini siku moja atakufanikishia kila kitu ambacho wewe unahitaji. Mimi naomba uache hayo mambo ambayo unayaongea. Mwenyezi Mungu tu ndiye amepanga yatokee haya. Na yote hiyo sababu ujue mbaya wako yupi, mzuri wako yupi. Mimi nipo. Nimeletwa na Mungu ili nije kukusaidia. Naamini machozi yako leo yatakuwa dhahabu kesho. Naomba unyamaze. Mungu atafanya kila kitu kwa ajili yako. Kwa nini nakuwa hivi? Kwa nini mimi? Nimechoka mimi. Nimechoka. Natamani iwe mwisho. Iwe mwisho. Na kuahidi uko mikono salama. Hili chozi lako ambalo leo la huzuni, siku moja litakuwa ni chozi la dhahabu, la furaha tele. Usilie. Usilie. Nyamaza. Nyamaza Skola. Shogangu unapeli wapi Chiku? Nakuja. Hebu toka huko ndani unajiandaa kila saa. Kipi cha kujiandaa? Niko tayari. Hebu njoo shogangu yule bora nimeshamjua anapokaa. Kwenda tukamfundisha adabu tukamwonyesha tukamjini anisije. Kipenzi, kuna sehemu naenda mara moja. Tarudi baadaye sawa? We Chiku. Hata chai hujaniandalia. Unaondoka tu. Na hata kuniaga kwenyewe hujaniaga, unanipa taarifa. Bwana wewe utanichelewesha. Mwisho wa siku hadi mtu tunaye muendea nyewe tumkose. Unaambiwa amelala na shoga yangu juzi usiku kucha. Hata miambovu. Wewe mikono unayo, jiko liko hapo nje. Amka ukajiandalie chai. Mimi naondoka. We Chiku. Darkness hides. Darkness hides. Darkness hides. Maumivu nilonayo ni vigumu kuelezea. Changamoto nilonazo ni magumu nayopitia. Nikimwona mama moyo
moyo nasonona, nazidi pambana nisirudi nyuma, na mapenzi nayo yanateka hisia. Najaribu kupenda, mwili hauna hisia. Nilichokifanya nimekosa sana, nisamehe mama, nakupenda sana. Nikiwaza dunia imenelemea.